wakicheza dhidi ya Young Africans. Mchezo huo ambao kwanza tutazame matukio na matokeo. Kuna mambo tofauti. Tukio la kwanza ni Young Africans kupoteza unbeaten yake kwa mara ya kwanza katika michezo 42 kwa Dodoma. Haya ni matokeo ambayo yalikuwa tarajiwa, na nani hasa ambaye anaweza kuwa amechangia kwa kiasi kikubwa matokeo ya aina hiyo? Yanga kupoteza chanzo ni wao wenyewe. Mimi naamini hivyo, kwa sababu Dodoma Jiji sio kwamba walikuwa bora uwanjani, kwamba hawakuwa wanafanya makosa ya kuwapelekea wao kufungwa. Dodoma Jiji wamefanya makosa mengi ambayo Young Africans walipata nafasi za kufunga, akiwemo Prince Dube, lakini walikuwa hawazitumii nafasi. Pacome alipata hatumii nafasi. Exactly. Kulikuwa kuna changamoto ya binafsi pia kwa wachezaji. Kwa mfano kipindi cha kwanza kuna nafasi ya dakika ya 13 alipata Max Nzengeli, akaamua kupiga mwenyewe. Kulikuwa kuna Dube, kuna Pacome pembeni yake walikuwa wanaomba pasi, aliwanyima, akapiga mwenyewe akakosa. Kuna nafasi nyingine ilikuja ya Okwasi kipindi cha kwanza, naye dakika kama 41 hivi alidribble kina Dube akapita akamnyima kwanza, akaenda Pacome naye akumpa, akadribble akaenda akapiga, watu wakablock mpira ukatoka nje. Kwa hiyo kiuhalisia Yanga amefungwa na Dodoma, sio kwamba Dodoma kwa performance alimzidi Yanga, hapana, tusio waongo. Kiperformance Yanga hata ukirate bado performance yao ilikuwa iko juu kuliko Dodoma, isipokuwa Yanga walikuwa wana matatizo yao wao mengi binafsi ambayo yamewagharimu kwenye ule mchezo. Matatizo ya mchezaji mmoja ndio yaliyowagharimu Young Africans, lakini sio kwamba Dodoma walicheza mpira mkubwa wa kusema kwamba waliwapa Yanga wakati mgumu. Mimi binafsi sikuona hiyo, labda kama kuna mechi nyingine ilichezwa baada ile kuisha, lakini kwa mechi ile iliyochezwa jana Dodoma walifanya makosa mengi na Yanga walikuwa na nafasi ya kuiua mechi mapema, lakini kwa kuwa walikuwa wanafanya makosa mengi ya kukosa nafasi, then Dodoma baadaye walipokuja kupata nafasi wakacapitalize, lakini kulikuwa kuna makosa ya wachezaji wengi mmoja. Yani ukianza kuchambua tukio la kwanza baada ya goli la kwanza la kusawazisha la Dodoma lililotokana na Mwamnyeto kujifunga, Mwamnyeto alikosea kwa maana ya principle ya kuzuia ule mpira uliopigwa cross na Edgar William. Mpira ule huwezi kuokoa vile. Yani ule ni unakuwa unabahatisha, una uhakika. Mipira ile inayoingia kwenye box kwa staili ile umepigwa outswing, unatakiwa uoshe kwa mguu wa kushoto. Na hata kama utapata nafasi ya kuangalia picha za marejeo baada ya Mwamnyeto kujifunga, ya Okwasi alimwambia Mwamnyeto ule mpira ulipaswa upige na mguu wa kushoto. Yani alikuwa anamuonyesha kabisa utakuwa uklie na mguu wa kushoto, sio na mguu wa kulia kama walivyopiga wewe. Kwa hiyo ni kosa ambalo Young Africans iliwagharimu, lakini ilitokana na uzembe wao wenyewe, kwa sababu hata Mwamnyeto hakuwa kwenye pressure kwamba alikuwa amekabana na striker pale, asinge labda kuna striker alichomeka mguu au kichwa. Ni mwenyewe tu alikuwa kabutua vibaya kajifunga. Tukio jingine nimeliona la goalkeeper wao wenyewe Young Africans Djigui Diarra. Sikuona amepata tukio lenye kashikashi akaumia, mimi sikuliona. Na hata alivyokuwa anafanywa mabadiliko mwanzo nikajua au itakuwa kwenye mipira aliyokuwa anapiga kashtua labda nyama, anaogopa akiendelea atajitonesha. Lakini baadaye nilipopata kuona video vizuri, kafika kwenye benchi na muona anaongea na wachezaji wenzake, alafu kama amemind. Alafu baadaye nakuja kuona video ya Ibrahim Baka alivyomind Diarra kujitoa kwenye mchezo. Kwangu mimi pia Young Africans wanatakiwa kuset standard. Na haya mambo ndio tukisema wanaleta propaganda Yanga. Guys, unapokuwa na timu yenye wachezaji wakubwa, standard za mwalimu zinatakiwa kuwa kubwa. Trust me, utoto aliofanya Diarra kocha angekuwa Nabi pale huwezi kufanya, kwa sababu uchezi tena pale. Yani ukifanya mambo kama yale kisa beki kakufungisha karibu clean sheet yako ndo unajitoa mchezoni, huwezi kumkuta mwalimu mkubwa akakuruhusu rudi tena kwenye timu yake. Atakwambia kaa benchi mpaka nitakapoamua mimi kurudisha. Kwa hiyo goalkeeper naye ana nafasi, kwa sababu goli la pili ambalo Yanga pia walifanya makosa binafsi, cross ya Mwanakibuta, Mwamnyeto kaupisha ule mpira. Sawa, Mwamnyeto alifanya kosa ule mpira kuupisha, lakini na goalkeeper naye alikuwa kama popo kudaka ule mpira. Yani
Diarra sidhani kama angefungwa vile kwa sababu mpira labda asingefikia sawa. Yaani goalkeeper wala hajaruka ka stretch tu. Sio kama Bakari ndo alimuhadaa goalkeeper. Kumwadaa active. Yeah. Subiri kamwadaa lakini ule mpira ulikuwa mwepesi. Diarra na ama goalkeeper sasa lazima iwe. Diarra asingetoka. Lazima tu recognize. Asingefungwa. Yaani mimi siamini kama Diarra ile goli ambalo Mwamnyeto kakwepa cross kwa makusudi kajiambia ninamwachia kipa. Yeah. Na inavyoonekana kipa na Masalanga na Mwamnyeto hawakuwa na communication. Kwa sababu kama kipa ndo angemwambia Mwamnyeto uache ni udake, kipa angeudaka moja kwa moja. Kwa hiyo Mwamnyeto alijiamulia kwamba kipa mpira hauna nguvu, mimi nakuachia. Alafu kipa mwenyewe sasa akashtukizwa. Ule mpira angekuwa kwa daraja la Diarra, ule mpira siamini mimi kama angefungwa goli jepesi, lakini lazima ukiri kwamba Mwamnyeto alifanya kosa akupokea maelekezo kutoka kwa kipa, na siamini pia Mwamnyeto kama angeweza kufanya vile golini angekuwa Diarra, kwa sababu Diarra yeye ndo ana command defense yake. Lakini kilichotokea jana ile goli la pili, Mwamnyeto ndo ameicommand defense yake kwamba mimi najiamulia mpira na upisha. Kipa hajakwambia upisha, wewe unapishaje ule mpira? Kwa hiyo kiwalisia unagundua kulikuwa kuna makosa ya mchezaji mmoja. Ukiacha striker alokosa magoli mengi, nafasi 6 mchezaji kapoteza. Kwangu mimi nafikiri Yanga wanatakiwa kujilaumu wenyewe. Sawa, tukirudi tutakuja kuzungumza mengi Peter na Chisano, lakini hivi sasa mimi nikukumbushe tu kwa sababu imesalia baina yao na ikapelekea kupata mabao. Dodoma walikuwa vizuri, la hasha, ni kwa sababu Dodoma walitumia nafasi. Mimi naweza nikasema Dodoma walikuwa vizuri. Oh. Yes, kuliko Yanga kwenye mechi ya jana. Yes, nisikilize kwanza. Kwa nini nasema hivyo? Kuwa vizuri kwa timu ni pamoja na kutumia nafasi. Oh. Kwa hiyo kwa level na class ya Dodoma Jiji na Yanga ni mbali. Yanga yuko juu sana kuliko Dodoma Jiji. Lakini kitendo cha Dodoma Jiji kuwa clinical kutumia nafasi zao kuliko Yanga, maana yake kwa siku ya jana Dodoma alikuwa bora kuliko. Yes, ni chache lakini wamefunga, wametumia. Angalia Jigi Jara kasave ngapi kabla ya kutoka? Hussein Masalanga kasave ngapi kabla ya kutoka? Tafsiri yake ni kwamba wao nafasi zao zilizotengenezwa ni chache na zimezaa mabao kwa tafsiri. Kwa maana hiyo, kwa haijalishi ni kwa wachezaji kuwa down siku hiyo wachezaji wa Yanga au ni kwa namna yote ile, maana yake Dodoma wao walikuwa vizuri kwenye mchezo huo na ndio maana waliweza kuzitumia zile nafasi. Kwa sababu hata magoli yote ambao wameyapata, hakuna goli ambalo limetokea tu katika mazingira ambao walikuwa kwenye goli lao. Walifanya build up na haikutokea wamepiga counter tu moja imefika golini. Zilikuwa ni build up. Angalia hata goli la pili ambalo limefungwa Masalanga, hata la kwanza la kujifunga. Ni build up ya timu imecheza. Amechukua Mwana Kibuta, alikuwa anacheza na Gidi Kipagwile, kapewa Mwana Kibuta akajaribu kuingia, akaamua kuipeleka pembeni kwa William Edgar. Ni mpira huo ambao ni sio wa butubutu, ni mpira ambao umepigwa kwenye njia. Kapiga cross ndani, mchezaji kajikanyaga kajifunga. Goli la pili, Ambundo na Gadel Michael wanapigana 1-2 wanakwenda mpaka wanaenda kupeleka mpira kwa Mwana Kibuta alipiga ile, sidhani kama ilikuwa ni kufunga, ilikuwa ni kama kutoa cross kwenye point of correction, akajifunga kwenye goli la pili. Ambundo alikuwa kwenye build up, Ambundo alikuwa upande wa kule wa Shadrack Boka kule. Hapa alikuwa Mwana Kibuta, walicheza pasi ndo yeye Mwana Kibuta build up ya mpira kabla haujamfikia Mwana Kibuta ulitokea Gadel Michael na Dickson Ambundo. Ambundo alikuwa upande wa pili shehe kule. Tunaweza tukarudia clip sababu mimi nakumbuka kwa sababu hiyo mechi nimeitangaza. Kirekodi nikuweke sawa. Diarra mpaka anatoka au basi kipindi cha kwanza Yanga kinaisha. Dodoma hajapiga on target hata hii. Sasa umeona hiyo tafsiri. Sasa kwa save wapi Diarra sasa hapo? Ndio ninachokimaanisha kwamba sio saving. Tafsiri yake ni kwamba wale hawakutengeneza nafasi nyingi. Hizo chache ndio walizozitumia. Na huo ndio ubora wa siku yao. Kwa sababu maana yake ni kwamba Yanga hakuwa bora kwenye mechi ya jana kwa sababu alitengeneza nafasi nyingi na hakuzitumia. Lakini Dodoma Jiji katengeneza chache na hizo chache kapata magoli 3 kuliko Yanga. Sasa kwa nini tuseme Dodoma hakuwa bora yani, na pia magoli yote 3 yametokana na build up ya timu. Yaani tunarudi tena shehe. Yanga kafungwa na Dodoma. Goli la 3 la Waziri Junior Shentembo limetokana na counter. Yes. Counter attack ambayo Yanga walikuwa wanashambulia, alafu Dodoma wakaunasa mpira. Yaani baada ya kuokolewa ni Benongasa kapiga pasi ya kwanza, imeenda kwa Waziri Junior pasi ya pili mpaka goli. Goli la pili ambalo wamefunga Mwana Kibuta, Mwana Kibuta hakupiga anafunga, alikuwa anapiga cross
cross yake haikwenda kama alivyokusudia, mpira wake ukaenda ukadondokea kwa goalkeeper, goli. Wao Yanga na Dodoma Jiji ukiwa rate performance ya timu collectively, Yanga alimwacha Dodoma Jiji kwa performance by far, kwa sababu Yanga tunachokizungumzia hapa kilichowakosti sio collectively as a timu hawakuwa bora uwanjani, ni mchezaji mmoja mmoja walikuwa na mistakes zao. Hilo mimi wala sikatai. Likes of Mwamnyeto alikuwa na makosa, goalkeeper alikuwa na makosa, Dube ndo usiseme kakosa nafasi nyingi, kwa sababu kama angetumia kwenye nafasi 6 alizopata, nafasi 6, 4 kapiga off target, 2 ndo kapiga on target ambazo goalkeeper Mgori amesave. Kwa hiyo najiuliza, haya hizi nafasi angefunga ingekuwaje? Tusingesema Dodoma walikuwa bora. Ukweli Dodoma walizidiwa kwenye mchezo, walikuwa wanafanya makosa mengi, lakini wao Dodoma walipokuja kupata nafasi ya specifically goli la 3 wameitumia vizuri ile counter attack yao, lakini siwezi kukubali Lugendo niambie collectively kitimu Dodoma alimzidi Yanga. Hapana bwana, Yanga walikuwa na makosa yao mengi. Sijui kama ulinielewa vizuri nilivyoanza kuzungumza. Nilizungumzia ya kwamba katika mazingira yote huwezi kutegemea Dodoma udominate mchezo kwa sababu ya quality inatofautiana. Ulichokizungumzia hapa performance, mimi nataka maoni yote wawili. Kucheza vizuri kwenye zungumza maoni yako kuhusu wapi Dodoma alifanikiwa. Chisano labda tuambie na yeye maoni yake wapi Dodoma alifanikiwa kwenye game ya jana. Mimi sikuwa natarajia Dodoma eti ili amfunge Yanga. Kwanza mimi ilikuwa ngumu kuamini kama Dodoma anaweza kumfunga Yanga. Yeye binafsi ama outshine Yanga kwa uwezo. Mimi nilikuwa naamini labda Yanga wafanye makosa wenyewe, Dodoma anaweza kweli akashinda mechi. Na ukiangalia uhalisia wa mambo ulivyo, uwezi kwenda kucheza ligi hii Dodoma na Yanga eti Dodoma utawali mchezo, haiwezekani. Yaani Dodoma atamfunga Yanga kwenye counter kwa timing zake atakazokuwa nazo. Lakini ukiangalia magoli ya Dodoma 3 yalopatikana, magoli 2 yametokana na uzembe binafsi, yani mchezaji kafanya kosa binafsi tu kwamba mimi nimekosea, nimegharimu timu. Lakini sio kwamba Dodoma walitengeneza mazingira ya kuwafanya. Unajua kuna unakosea mtu kakulazimisha. Kwa mfano Dodoma jana kuna makosa mengi walikuwa wanafanya, wanalazimishwa kutokana na ubora wamezidiwa. Ndio maana Yanga watengeneza nafasi nyingi za kufunga. Lakini Dodoma yeye kanufaika na makosa ambayo Yanga ameyafanya bila pressure. Goli la kwanza Mwamnyeto hamna pressurize, kaumenya mpira. Goli la pili kamwambia Mwamnyeto akwepe mpira. Kulikuwa hamna striker pale, kasimama peke yake. Huyu mtu hamna pressurize, kakosea mwenyewe. Kwa hiyo kwenye mpira kuna makosa unafanya wewe binafsi kwa uzembe wako, alafu kuna makosa unalazimishwa ufanye kwa sababu unayecheza naye kakuzidi. Kwa kama Dodoma jana kuna mazingira alizidiwa na Yanga, alifanya makosa mengi. Yanga walifika golini mara nyingi, wameingia kwenye box mara nyingi, wakawa wenyewe ndio wanakosa magoli tu. Kwa hiyo ni uzembe ambao Yanga kaufanya mwenyewe. Kwa mfano tuchukulie goli la kwanza Dodoma alofungwa na Okelo, goli la kwanza. Pale hata Dodoma wenyewe hawakufungwa kwamba lazimishwa kosa. Dodoma walifanya wenyewe uzembe kwenye kumaki, wakamwacha Okelo peke yake. Kwa hiyo kiuhalisia nafasi nyingi ambazo Yanga alikosa zilitokana na wao wenyewe kutengeneza pressure kwa Dodoma. Lakini magoli alofunga Dodoma la kwanza na la pili yalitokana na uzembe binafsi wa mchezaji mmoja wa Young Africans. Lakini kiuhalisia mimi kwangu nafikiri Dodoma wanapaswa kupongezwa kwa sababu licha ya kwamba walikuwa wameshatai mechi iko 2-2. Dodoma hawakuwa wamelala. Ndio maana nilimuona Dickson Ambundo na Waziri Junior kwenye ile goli la 3. Wale jamaa ndo walienda kuimaliza ile move. Kwa hiyo hata kwa mfano ya Okwasi angesema aende ajimalize kwa Waziri. Waziri alikuwa na uwezo kucheza pasi kwa Dickson Ambundo. Kwa hiyo unaona Dodoma walikuwa wako 2-2 lakini bado walikuwa wametega kwamba Yanga sasa hivi watu wanaenda mbele. Sisi tunaacha wachezaji wawili, wakamwacha Ambundo, wakamwacha na Waziri Junior Shentema. Tunamsikiliza Amani Josia, lakini mimi na kitu niliona kama kocha wa Dodoma Jiji alishasoma kwamba Yanga kuna miscommunication, kuna mahali pamelega. Hata wakati anafanya sub zake unaona kabisa ilikuwa ni sub ambazo zilikuwa zinaenda za kimkakati, ni sub ya kwenda kukaa sehemu usubiri mtego watu wajae uweze kupachika kile ambacho unakitamani, yani goli. Huyu hapa Amani Josia, tuambie kwanza yeye alifanikiwa vipi, lakini pongezi kwake mara baada ya kumfunga paka kengele. Tumefunga magoli kama ya kitoto, hatupaswi kuruhusu tena goli lingine kwa sababu hatuoni kama kuna sababu ya sisi kushindwa kucontrol hiyo mechi. Kwa hiyo tumezungumza na wachezaji tukamwambia lisiongezeke goli lolote lile, tukatafute goli moja tuone namna ambavyo itakavyokuwa, na ikitokea tumelipata